Sasa hapa mimi binafsi kwanza kabisa nafikiri kilichonileta hapa ni upendo wa ndugu. Sababu nipo katika mji ambao umenifundisha kila kitu. Kwa uzuri wake Mheshimiwa Diwani ni mkubwa mwenzangu, mtoto mwenzangu tangu shuleni mpaka sasa. Tumefanya vitu vingi kwa pamoja, ndio maana kwa heshima na taadhima nikikaa eneo hili nawakumbuka ndugu zetu wengi waliotangulia mbele za haki, na napenda nianze kwa kuwakumbuka wote kwa kuwaimbia wimbo Angekuwepo Rafiki. Na mnanijua vizuri sana, na pale nitapoahidi kitu huwa lazima kitekelezwe. Komanya ni kijana mmoja ambaye kwa kweli anapenda watu. Kijana mmoja anapenda watu, na anapotaka kung'ang'ania jambo lifanyike hapa hawezi kurudi nyuma, lazima likamilishe. Katika kila jamii kuna majina yanayobaki mioni mwa watu, si kwa sababu ya nafasi walizozishika pekee, bali kwa mchango waliotoa katika maisha ya wananchi wao. Jina Raspia Amani Komanya ni miongoni mwa majina hayo kwa wakazi wa kata ya Mafiga, jina linaloibua kumbukumbu za uongozi, huduma kwa jamii na ndoto ya maendeleo. Safari yake ya kisiasa haikuanza leo, bali imejengwa kwa msingi ya imani, uadilifu na mshikamano. Wameamua wao wenyewe kwa hiari yao kurudi Chama cha Mapinduzi baada ya kuona kule walikuwa wanapoteza muda, kwa sababu tumekuwa tukishirikiana nao huko waliko kujaribu kuwapa fursa za kiuchumi. Wakaona sasa ni vizuri waje karibu kabisa ili tuendelee kupeana fursa za kiuchumi ambazo zinakuja kwenye kata yetu na ambazo pia wanaziona. Kwa ndugu mgeni rasmi, habari njema ni kuwa tuna watu zaidi ya 100 vijana mbalimbali, wanawake kwa wanaume, wameamua kwa utiifu wao wenyewe kurudi kwenye Chama cha Mapinduzi ili kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais katika kuwaletea maendeleo wananchi wa Tanzania. Wao wameona rais wetu anafanya kwa vitendo, wameamua warudi tushirikiane kwa pamoja ili kuijenga nchi yetu, kwa sababu maendeleo hayana chama kama anavyosema Mheshimiwa Rais. Mwaka 2015 aliipeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi CCM na kufanikisha ushindi uliomwezesha kuongoza kata Mafiga kwa kipindi cha miaka 5. Katika uongozi wake, Komanya anajulikana kama kiongozi mzalendo, mchapakazi na mwenye maono ya maendeleo. Aliwahi kushika nafasi mbalimbali ikiwemo kuwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya mipango miji ya manispaa ya Morogoro ya mwaka 2016 hadi mwaka 2017, nafasi ambayo ilimpa heshima kubwa na nafasi ya kushirikiana karibu na wananchi katika kupanga mustakabali wa maendeleo ya kata hiyo. Na kazi zake alizokuwa anazifanya Bwana Raspia Komanya tunazijua, na hasa maendeleo katika kata yetu ya Mafiga, hasa katika mambo ya zahanati, mambo ya elimu, na mambo mengine na kadhalika. Juu ya walimu alijitahidi yeye kuwanunulia magesi. Gesi tunazoona sasa hivi, lakini zamani zilikuwepo. Bwana Raspia amewanunulia walimu gesi kwa ajili ya kupika chai zao zile za saa 4. Nimeona mimi mwenyewe hapa shule ya msingi Msufini na hali kadhalika hata Mafiga amewaletea gesi kwa ajili wachemshe chai, angalau wasipoteze muda mwingi wa kupika. Sasa maendeleo mengine katika chama, tunaona aliboresha chama chetu pale cha Mapinduzi kata ya Mafiga. Pamoja na kwamba zamani kulikuwa na matawi mawili, sasa kuna matawi mane. Zahanati, kuna Misufini, kuna Mafiga kule chini na kadhalika. Kwa kweli kazi ya maendeleo bwana mdogo, kama tutamchagua tena, ataweza kutusaidia zaidi katika kata yetu ya Mafiga. Mambo ya hospitali ni mfuatiliaji wa mambo ya madawa na mambo mengine na kadhalika. Wakati anaingia madarakani 2015 mpaka 2019, Mheshimiwa Diwani Raspia Komanya amefanya mambo mengi na mazuri kwa maendeleo ya kata yetu ya Mafiga. Kwanza kabisa, wakati anaingia madarakani tulikuwa katika ile ofisi ndogo ya mtendaji kata, lakini akaita baraza lake la maendeleo, tukashauriana, akatuambia kwamba hii jengo ni dogo, kwa hiyo tunataka tuweke jengo la kisasa ambalo linaendana na hadhi ya kata yetu. Kwa kipindi cha mwaka 2015 hadi 2020, Komanya alisimamia miradi mingi mikubwa iliyobadilisha sura ya Mafiga, na miongoni mwa mafanikio yake ni pamoja na
ujenzi wa shule ya sekondari Mafiga kwa kidato cha 5 na 6, jambo ambalo limeongeza fursa za elimu bora kwa kazi wa kata Mafiga na mikoa jirani. Tumepropose na ndugu yetu mmoja anaitwa Masawe Elienga, wakati alikuwa anafanya kazi SUA na yeye alikuwa mwenyekiti wa wazazi kwenye kata yetu ya Mafiga. Tumepropose kwamba baada ya shule yetu ya sekondari kupelekwa Lukobe tuombe hapa, na yule Liwenga kwa sababu alikuwa na nafasi yake kule chuo kikuu cha Sokoine akatushauri tuandike barua tuombe, na tukafanya hivi, na yeye naye alikuwemo Bwana Spia Komanya. Tumepata hekta 12.5 pale kwa ajili ya kutengeneza sekondari ile ya Mafiga, na mpaka leo iko pale. Sasa ni mtu ambaye kwa kweli anapenda maendeleo, ni mtu ambaye anapenda maendeleo na mtu ambaye anapenda kutoa msaada kwa mtu ambaye kwa kweli hajiwezi katika shule. Anatoa msaada juu yake kwa ajili ya kumlipia ada na mambo mengine na kadhalika, au michango mingine midogo ya shule na mambo mengine na kadhalika. Nashukuru uongozi uliopita kwa miaka 10 umefanya kazi vizuri, kwa sababu Mafiga ni sekondari ilikuwa kama kichaka cha wauni, lakini sasa Mafiga ni shule nzuri, wako wanafunzi wazuri, wenye busara, wenye hekima, wanafaulu ni mzuri, hata mazingira shule ni mazuri sasa hivi mpaka form 6 watoto wanasoma wanafaulu vizuri, mazingira shule ni mazuri. Tunashukuru kwa uongozi kwa sababu walifanya kwa muda wote huu mpaka sasa hivi. Nafikiri muda utakokuja baadaye mheshimiwa akiingia basi mambo yatakuwa mazuri zaidi. Lakini kazi miaka 10 zilizopita kazi ilifanyika vizuri tu, kazi nzuri kabisa. Tunashukuru uongozi uliopita ndugu zangu. Changamoto za walimu na juhudi za walimu pia, kwa sababu hapo nyuma hii shule ilikuwa ufaulu wake kwanza ulikuwa ni mbovu sana, lakini kutokana na jitihada za walimu huku na kule ikapelekea sasa shule ina ufaulu mzuri, na mpaka sasa hivi baada ya miaka 5 nyuma au 4 imekuwa sasa na advance tofauti na mwanzo. Mwanzo ilikuwa ina advance, ilikuwa na level tu, ina maana form 1 mpaka form 4. Uboreshaji wa mitandao ya barabara za lami ambayo imerahisisha usafiri ndani ya kata ya Mafiga. Kiukweli naweza nikasema namshukuru sana mheshimiwa kwa kazi ambayo alifanya kwa wakati ule, na tunategemea muendelezo zaidi katika kata yetu, kwa sababu hapo mwanzoni ukiangalia barabara hii ya Maita, lakini pia kuna barabara ile sasa hivi tunaita barabara mpya ambayo inaenda Chamwino, kulikuwa hamna lami, barabara zilikuwa ni za vumbi, lakini mashimo ya kutosha ukiangalia. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati mgumu sana kwa watu barabarani humo kupita, kwa ajali za hapa na pale kutokana na mazingira ya barabara hayakuwa sahihi kwa watu kuweza kujilinda tuseme, kwa sababu hata pia vyombo hivi vya usafiri vilikuwa vinaharibika sana. Tunajua barabara ikiwa mbovu, vyombo vya usafiri lazima vio vinaharibika. Na bado kulikuwa na barabara hazipitiki. Yeye amezifanyia mpango na zikawa nzuri, na zingine ameziwekea barabara ya rami. Kwa mfano barabara hii inayokwenda kwa Msuya, hii inayokwenda hospitali Mafiga, na hii inayotoka hapa kibao cha Suez sekondari kwenda Tumbaku inarudi kanisani. Zote zile kwa nguvu zake na kwa juhudi zake za kuleta maendeleo katika kata yetu ya Mafiga. Ukarabati wa kituo cha afya na kuongeza vifaa tiba muhimu. Ujenzi wa jiko la kuchomea taka kwa ajili ya kulinda afya na mazingira. Mambo ya hospitali ni mfuatiliaji wa mambo ya madawa na mambo mengine na kadhalika. Uboreshaji wa hospitali pale zahanati ya Mafiga amejitahidi kwa kiasi chake kipindi hicho. Angalau angeongeza miaka yake 10 kwa mfululizo, saizi tungekuwa mbali juu ya zahanati, lakini hapana. Sasa hivi tuna imani kashateuliwa kuwa diwani wetu wakati wa Mafiga, na tuna imani kwamba ataendeleza pale ambapo fikra zake zilikuwa zinamsubiri aziendeleze. Yeye ni mtu mmoja ambaye wa karibu sana na wananchi wa kata ya Mafiga. Kuanzia 2015 mpaka 2020 Mheshimiwa Spia Komanya ametusaidia katika kuiboresha kituo cha afya cha Mafiga
kwa sababu zamani ilikuwa ili ujifungue lazima tuende hospitali ya mkoa ambayo kwa sasa ndio hospitali ya rufaa, lakini kwa sasa hivi huduma ya uzazi tunaipata hospitali ya Mafiga, tunajifungua vizuri, madaktari wanajali, lakini pia kunakuwa na maabara. Zamani pia tulikuwa pale tunaandikiwa vipimo, lakini tunaenda kupima kwenye dispensaries hizi ndogo ndogo, lakini kwa sasa hivi tunashukuru hospitali ya Mafiga tunaweza pale pale tukaandikiwa vipimo na daktari na tukapima pale pale na tukapatiwa dawa. Tunasema tunapenda kushukuru uongozi uliotuletea hospitali ya zahanati ya Mafiga kwa sababu tulikuwa tunatoka hapa kwenye huduma za kujifungua, meno, macho, kwamba hizo huduma tunaweza kuzipata mpaka hospitali kubwa, lakini kwa sasa hivi tunamshukuru Mungu hizo huduma zinapatikana hapa. Tunajifungua hapa, hususan mimi nina watoto 3 na wote nimezalia hospitali ya Mafiga. Na hata ikishindikana pia tunamshukuru mheshimiwa mbunge wetu Abudi kwa kutuletea ambulance kwamba tunaweza tukafaulishwa kwa haraka zaidi kwa hii matibabu mengine hospitali ya mkoa. Kwanza tunashukuru sana kutuletea hii hospitali hapa. Inatusaidia sana kwa wazazi na hata wagonjwa wa kawaida. Kwa mimi binafsi nasema asanteni, inatusaidia. Ujenzi wa kituo cha daladala cha manispaa ya Morogoro maarufu kama Mafiga stendi, mradi uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 3 za Kitanzania. Vile vile mheshimiwa ameleta stendi ambayo stendi itakiwa iwe kule Sultani, lakini ameipigania mpaka imekuja huku Mafiga. Kwa kweli stendi ya Mafiga, nikizungumzia mimi ambaye ni mkazi wa kata ya Mafiga, ambaye naishi kwenye hii Mafiga, kwa kweli inasaidia sana. Kwa sababu mwanzo hapo ulikuwa mtu ukitaka kwenda labda Kilosa, utoke hapa ukapande gari mjini uende paka Msamvu ukapande gari za Kilosa. Au pia kuna changamoto kwenye faida, pia mara nyingi kuna kuwepo na hasara. Kwa sababu sasa ukiangalia asilimia kubwa gari utakuta imeandikwa Kionda Mafiga, lakini Mafiga hazifiki. Gari zinakuja zinaishia mjini. Stendi inakuwa ina movement ile ya kutosha. Kwa hiyo pia changamoto zipo nyingi tukiachana na hizo. Kiukweli tulipata athari za kutosha. Ukiangalia kama stendi ile ni kitega uchumi kilikuwa kwa baadhi ya wananchi. Ndio maana pale wananchi waliingia na nia kuanzisha biashara mle ndani wakitegemea usafiri. Watu wakija pale abiria wao wanapata wateja ili waendeleze kujikuza kiuchumi, lakini waweze kulea familia zao. Lakini kwa kipindi hichi cha miaka 5 ya hapa kati stendi imekuwa imezima, hamna cha maana kinachofanyika stendi. Manake hata uelekeo pia wa maisha ya watu wa Mafiga umebadilika kidogo kwa wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, wakitegemea pale stendi watapata chochote kitu. Na miundombinu wataiangalia vizuri, na hata stendi yetu walisema kwa sasa hivi haiwasaidii wananchi pale, lakini kasema hataboresha ile stendi ili angalau wananchi pale wapate uchumi mzuri, kipato chini pate hela. Kwa hiyo nadhani tuna imani kubwa kabisa yani. Pamoja na ujenzi wa soko la Manzese lililoinua kiuchumi wa kazi Mafiga na kupunguza vitendo vya uhalifu. Kwa sasa tunashukuru Mungu, ukiangalia wewe mwenyewe Mafiga imependeza, barabara ziko vizuri, lakini pia tuna barabara ya serikali ambayo imeteuliwa, hii barabara kutoka Maita kwenda juu kwa mkuu wa mkoa. Ni kwa nini? Kwa sababu uboreshaji wa barabara zimeboreshwa kwa kiwango sahihi na kwa kuzingatia ubora wa barabara pia. Pale katika ofisi ya kata palikuwa na ofisi ndogo kama ya kata, lakini alipoingia huyu bwana Spia Komanya, yeye alitengeneza ofisi kubwa kabisa yenye matumaini na yenye mategemeo. Kaonekana kwamba sisi watu wa Mafiga tumefunguliwa, kwamba sasa tuko mjini, kwa sababu ofisi zamani ilikuwa sio ya mjini sana, ilikuwa kama ya kijijini. Lakini ofisi aliyojengea bwana Spia Komanya ilikuwa ni ofisi safi ya kisasa na inaileta maendeleo. Mheshimiwa katika uongozi wake alifanya kazi kwa kweli. Alitengeneza barabara nzuri za lami, mifereji mizuri. Kuna maeneo Mafiga chini huko ilikuwa wakati wa mvua ni shida, lakini mheshimiwa kulingana na majukumu yake na uzoefu wake akafanya kazi vizuri, akatia lami, akaweka mifereji vizuri, miundombinu ikawa vizuri kabisa yani.
Kwa kweli tunashukuru mheshimiwa alifanya kazi vizuri yani. Hata hivyo, mwaka 2020 Komanya hakubahatika kurejea madarakani, hali ambayo ileta sintofahamu ya maendeleo. Baadhi ya miradi mikubwa ikiwemo kituo cha daladala Mafiga na ofisi ya kata vilikwama na kushindwa kutoa matokeo yaliyotarajiwa. Kwa kweli kipindi cha 2020 2025 mheshimiwa diwani Spia amekosa uongozi. Sisi wananchi wa kweli kwa kipindi hicho ambacho yeye hayupo hatakuwa vizuri. Sababu maeneo ambayo yeye aliyaweka vizuri hayakuendelezwa. Hatuna barabara lami hata moja. Hatuna. Hata hiyo ofisi ya mtendaji kata ambayo Spia mheshimiwa Spia alijenga, alivyoiacha kaacha vile vile, haijaendelezwa mpaka leo hii. Sasa kitu kama hivyo, hiyo tende yenyewe ambayo kaya sisi ya Mafiga ifanye kazi vizuri, lakini haikusimamiwa vizuri na uongozi uliopita. Mpaka stendi imekuwa sasa hivi haiwasaidiwi kaza pale. Ndio maana tunasema mheshimiwa sasa hivi kama atarudi sasa hivi tena anarudi. Najua yale maeneo ambayo kaacha atayafanyia kazi vizuri yani. Tuna imani hiyo kabisa yani. Changamoto aliyoacha mheshimiwa ambaye sasa kipindi kilichofuata kuwepo, aliacha changamoto nyingi katika kata yetu ya Mafiga ambazo zilikuwa yeye katika mpango wake kazi kuzimalizia. Moja hapo ikiwa choo cha ofisi ya mtendaji kata ya Mafiga pamoja na jengo lenyewe hajamaliziwa, lakini barabara na bado barabara ambazo zitakiwa ziingizwe rami ambayo katika mpango wake zilikuwa katika mpango wa rami, lakini zote hazijafanywa kazi. Kwa hiyo na imani ujio wake tena huu, kwa hiyo anaenda kuzimalizia hizi kazi zilizobakia. Changamoto ambazo zipo katika kata yetu ya Mafiga, jambo la kwanza, kila sekta ina changamoto yake, lakini naomba nianze kuzungumzia sekta ya afya. Sekta ya afya, tuna kituo cha afya kinaitwa Mafiga pale Mafiga zahanati. Changamoto kubwa iliyokuwa pale, jengo la mama na mtoto bado halikizi mahitaji kwa wanaohudumiwa, lakini tunahitaji kupata kumaliziwa jengo la maabara ambalo limeshaanzishwa. Mheshimiwa aliyekuwa sasa mteule aliliacha, kwa maana aliingiziwa milioni 35 kwa sasa na bado halijaisha. Lakini jambo lingine, kwenye kituo cha afya tunaendelea kuona muingiliano baina ya makazi na kituo cha afya. Kwa hiyo tunaomba kupata uzio kwa ajili ya kile kituo cha afya. Lakini jambo la pili ni kwenye sekta ya elimu. Sekta ya elimu tunayo changamoto ya uchache wa madarasa kwenye baadhi ya shule zetu. Kata ya Mafiga tumebahatika tuna shule za msingi 4, shule ya sekondari 1, lakini changamoto iliyokuwa kubwa zaidi kwenye shule za msingi. Misofini A, changamoto yake ni kwamba majengo chakavu. Kwa tunaomba serikali na mheshimiwa wetu aliyoteuliwa kuja kupambania ile shule kwa ajili ya kuweza kuweka miundombinu kuwa mizuri. Mwaka 2025 Komanya amerudi tena akiahidi kurejesha mwanga aliouwasha awali. Anasema niliyofanya ni lazima yana faida kwa wananchi. Hii ni kazi ya kizalendo na sitarudi nyuma. Huyu mali wenu huyu sio mali Kigedo. Maana wapinzani hasa Chauma wali wao wamewafunda kwa nguruka kuchoma. Huyu wetu hapa vihendo vimetimia. Sasa mimi muunga mkono na shuka, na kwa sababu nimesema naitwa Spia Amani Komanya, nilikuwa diwani wakati ya Mafiga 2015 2020 na 2020 kwenda 2025 kula zikawa hazikutosha, zilipelea kwa kipindi hichi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa udiwani, ubunge na rais. Napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru wananchi wa Mafiga kwa kuniamini, kuwa pamoja nami, kunipa kula za kutosha na hadi kupata nafasi hii ya kuwa mteule wa nafasi ya udiwani kwa kata yetu hii ya Mafiga. Nataka niwaahidi tu kwamba nazijua changamoto za kata yetu, najua matarajio ambayo wana Mafiga na wana CCM wenzangu wanayo juu yangu. Nipende kuahidi kwamba siwezi kuwaangusha. Najua tuna matatizo sana kwenye swala la takataka. Mmekuwa mkipiga kelele juu ya ugari wa namna ya kuondoshaji wa takataka, lakini pia kuna changamoto za miundombinu ya barabara, lakini pia tuna hospitali yetu ambayo kuna changamoto kidogo za afya kwa upande wa madawa. Lakini kwenye upande wa kiuchumi
wakina mama na vijana wamekuwa wakilia sana kwa kukosa mitaji. Kwa hiyo naahidi kama nitapata fursa ya kuwa diwani wao tena, nitashughulikia sana maeneo hayo, hasa ya kusababisha wakina mama vijana kupata mitaji yao na wao kuweza kufanya biashara na hivyo basi kuweza kuinuka kiuchumi. Pia kama mwananchi, kuhamasisha wananchi wenzangu tujitokeze kwenye vituo vya kupigia kula, apate kula nyingi. Kwa jumla, kwa upande wa diwani wetu hatutakuwa na kazi ngumu kwa sababu ndio chaguo la wananchi. Tungepata wakati mgumu sana endapo tungemchagua diwani yule aliyepita. Kwa hiyo ndio chaguo cha kipenzi cha wananchi wa kata Mafiga. Nadhani uchaguzi kwetu utakuwa mwepesi tu, hatuna shaka kwa hilo. Na leo hapo unapotuona tumetoka kurejesha fomu yetu kwa mkurugenzi wa msaidizi wa uchaguzi kutoka kata ya Mafiga. Cha kwanza na wasii kwanza wana CCM wenzangu viongozi, bado hatujateuliwa kuwa diwani, hatujashinda uchaguzi. Kwa hiyo ni wasii sana tuhamasishe watu, wananchi watuelewe na watuchague, ili Mwenyezi Mungu akipenda kwa ridhaa yao sasa tuanze rasmi kuwatumikia. Naahidi kwamba ile miradi yote iliyokwama sasa tunaenda kuimalizia, lakini kuna changamoto mbalimbali zikiwemo za vijana, kina mama, namna ya kupata mitaji, mikopo, na amekuwa wakikopa kwenye sehemu ambazo so rafiki. Mimi kwa kawaida ni wasii tu wananchi wenzangu, wanachama cha Mapinduzi, siku zote sisi ni wastaarabu. Tufanye kampeni za kistaarabu, tusivunje amani, tusitukane watu, tushindane katika shughuli za kuuza sera zetu kimaendeleo. Chama hiki kimefanya vitu vikubwa sana. Hakuna mtu anaweza kulinganisha na chama chetu. Tuna sababu za kujivunia, za kusema miradi yetu ya kimkakati, tuna miradi ya maendeleo, tuna vitu chungu zote tumefanya. Tujikite kuambia wananchi tumefanya nini na tutafanya nini. Na wasina watu wengine wa vyama vingine pia. Tufanye tufanye siasa za kistaarabu na kampeni za kistaarabu, kwa sababu uchaguzi ni tukio la muda mfupi. Baada ya hapo maisha yatakuwa yaendelee, na sisi sote ni ndugu, ila tutatofautiana katika itikadi zetu za kisiasa. Asante sana. Jina naitwa Adam Kingalu, ni mkazi wa kata ya Mafiga. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kuturejeshea kijana wetu, rafiki yetu, ndugu yetu Spia Amani Komanya katika kata ya Mafiga. Tuna matarajio makubwa mazuri kwake. Tuna imani kubwa na yeye, kwani tulikosa baadhi ya vitu, lakini yeye tuna imani atavirejesha katika hali hiyo ya kawaida, nidhamu, heshima na vitu vingine ambavyo vipo. Lakini kama alivyosema yeye mwenyewe, kuna baadhi ya miradi ataenda kuimalizia pale mwenzie alipoiachia. Tunashukuru kwa wajumbe wote ambao waliweza kumsupport Mheshimiwa Spia mpaka tulipofikia leo kurudisha fomu. Miaka 5 ya uongozi wa Komanya ndani ya kata ya Mafiga uliacha alama ambayo imekuwa historia kubwa kwa kazi wa kata ya Mafiga. Komanya amerudi tena na hii ni awamu nyingine. Je, tutarajia yapi ndani ya uongozi wake kwa miaka mingine 5 ijayo? Tarajia endapo mgombea wetu Mheshimiwa diwani mteule ndugu Spia Amani Komanya, tunamfahamu, tunamuelewa na utendaji wake wa kazi tunaufahamu. Tuna matarajio makubwa sana kwa sisi wakazi wa kata Mafiga. Kwa kipindi cha utawala wake amefanya mambo makubwa sana. Tumeona miundombinu ya barabara, ukienda kule zahanati amefanya kwa kiwango kikubwa sana. Tumeona barabara, tumeona mashule, tumeona vitu vingi mbalimbali ambao amevifanya kwa kipindi cha utawala wake. Na kwa kipindi cha sasa hivi tunatarajia kabisa hizi barabara zetu za Misufini, Manzese anaenda kumaliza kero yote
kwa kweli tunatumaini diwani wetu ni msikivu, muelewa, kimshauri jambo anashaurika. Kwa hilo hatuna shaka kabisa. Na imani ujio wake tena, kwa hiyo anaenda kuzimalizia hizi kazi zilizobakia pamoja na choo na jengo zima la mtendaji kata. Nyosha mkono juu, nyosha mkono juu. Tuwe katika kiwanja, tusogee mbele. Njoo. Nyosha mkono juu. Twende kushoto, kulia. Mama Samia, Spia Komanya, Azizi Abudi. Oktoba tunatiki. Oktoba. Sasa kwa kuwa Spia Komanya si kijana, nyosha mkono juu kwa Spia Komanya aje mbele. Nyosha. Tumuite Spia Komanya, tuenzo. Tumuite mheshimiwa, ni kijana kabisa. Wote tumpate pia, wote tumpate. Tumpate na Komanya tumpate. Tumpate. Piga makofi na Spia na kuja mbele. Piga makofi na Spia na kuja juu. Washa kijani, uzima sote, washa kijani. Nani kasema sisi msona mahani? Na mnanijua vizuri sana. Na pale ninapoahidi kitu huwa lazima kitekelezwe. Mwenyekiti, nimeisoma ilani yetu na kuna maeneo imetajwa kata yetu kwa jina lake. Kwa ufupi kabisa, ndugu mwenyekiti, eneo tulipo hapa ambako mimi hapa ni nyumbani. Zamani midai ulikuwa huwezi kukatiza maeneo haya. Na nikaikuta hiyo kero, nikawaambia nitafanya kitu ili hapa sasa pawe kitivo cha uchumi kwa wananchi mmoja mmoja na familia za eneo hili. Leo mkiangalia hapa mnaona frame nyingi sana. Wananchi wa hapa wanajua namna gani tulipokuwa na namna gani baada ya hapo neema iliyokuja kuangukia. Ndugu mwenyekiti, nyumba za eneo hili ukinunua nyumba kwa bei ghali sana, ulikuwa unanunua nyumba isiyozidi milioni 30. Leo hii na baada ya muda kupaendeleza eneo hili hapa, ulikuwa upati kiwanja wala nyumba kwa chini ya milioni 200. Huo ndio uchumi shirikishi. Tumeleta maendeleo, majirani wa eneo hilo la biashara wanaendelea kiuchumi, watu wanafanya biashara, maisha yao yanakuwa mazuri, na tunaweza sasa kununua pato la mtu mmoja mmoja na familia, na huo ndio uchumi shirikishi wananchi wanahitaji. Sasa basi, kwa ilani ya leo, eneo hili tutarajie tunakwenda kuweka kituo cha kimataifa cha mikutano kwenye eneo la Manzese. Na mimi kama mshikailani wenu na kuahidini, kama ilivyo kawaida yangu, nitafanya kwa jasho na damu kuhakikisha eneo hili haliwezi kuendelea kwa hivi. Kwa historia ya kazi yake, moyo wa kujitolea na rekodi ya mafanikio, jina la Spia Komanya limeibuka upya kama mkombozi anayerejea kurejesha kasi ya maendeleo ya Mafiga. Kwenye upande wa afya, haya yote, kama tunaumwa hatupati tiba bora, basi hatuwezi kusanyika hata hapa. Tuna kituo chetu cha afya maalum kabisa halmashauri, na vijana wadogo wadogo wengi hapa inawezekana mmetokea pale. Kituo chetu ni kizuri sana.
inategemewa na halmashauri ya manispaa kwa 80% kwa ajili ya mama wajawazito na watoto. Lakini tuna changamoto ndogo sana pale. Tuna changamoto ya kukosa wadi ya kina mama na theater. Kwenye miaka hii na kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi tumepelekewa jicho pale. Kwa hiyo naenda kusimamia upatikanaji wa wadi ya kina mama wajawazito, theater, ili pale mama zangu, dada zangu, mnaposhinda kujifungua kwa kawaida muweze kwenda fanyiwa operation pale, mambo yakaishia pale pale. Kwa sasa wananchi wa Mafiga wanamtazama Komanya si tu kama mwanasiasa, bali kama kiongozi mwenye dira ya kuunganisha jamii na kusimamia maendeleo jumuishi. Katika zama ambazo wananchi wanahitaji uongozi wa karibu na unaosikiliza changamoto zao, Komanya ameweka bayana kuwa atahakikisha kila sauti inasikika na kila mwananchi ananufaika na matunda ya maendeleo ya kata hiyo. Wakati mmenipa ridhaa, waliokuwa halmashauri wanajua nilipambana nikaihamisha stendi ya daladala kutoka katikati ya mji nikaileta Mafiga, na halikuwa jambo rahisi, halikuwa jambo rahisi. Kuna mheshimiwa madiwani wako hapa wanajua. Nikafanikiwa kujenga hoja, tukaleta stendi ya bilioni 3.5 Mafiga, lakini stendi ile haikuleta mafanikio kama ambavyo tulitarajia wananchi wa pale waneemeke kiuchumi na stendi ile. Kwa hiyo nimerudi mwenyewe na kwenda kusimamia stendi ile fanye kazi vizuri, wananchi wa kule waweze kufaidika na stendi ile ambayo nilitumia jasho na damu kulishawishi baraza la madiwani ili ije Mafiga. Ndugu zangu, kwanza nakushukuru sana kwa mahaba haya. Mnanidai, mmenikopesha, sijawahi kutokulipa deni. Sio maisha yangu kudaiwa. Niaminini na kulipeni kwa muda mfupi madeni yenu. CCM oye! Nakushukuruni sana wana Mafiga. Sasa hapa mimi binafsi kwanza kabisa nafikiri kilichonileta hapa ni upendo wa ndugu. Sababu nipo katika mji ambao umenifundisha kila kitu. Kwa uzuri wake mheshimiwa diwani ni mkubwa mwenzangu, mtoto mwenzangu tangu shuleni mpaka sasa. Tumefanya vitu vingi kwa pamoja, ndio maana kwa heshima na taadhima nikikaa eneo hili nawakumbuka ndugu zetu wengi waliotangulia mbele za haki, na napenda nianze kwa kuwakumbuka wote kwa kuwaimbia wimbo Angekuwepo Rafiki. Na mnanijua vizuri sana, na pale ninapoahidi kitu huwa lazima kitekelezwe. Komanya ni kijana mmoja ambaye kwa kweli anapenda watu. Kijana mmoja anapenda watu, na anapotaka kung'ang'ania jambo lifanyike hapa hawezi kurudi nyuma, lazima likamilishe. Unanyosha mikono na moja. Kwenda juu na hii. Kwenda hivi. Kwa mbali juu. Tukumbuke nisingewaza rafiki kipenzi ninayempenda angekuwepo rafiki nisingewaza rafiki kipenzi ninayempenda alipotenda duniani swaiba tena makumoyo swaiba alipotenda duniani swaiba nilopenda makumoyo swaiba angekuwepo rafiki nisingewaza rafiki kipenzi ninayempenda angekuwepo rafiki nisingewaza rafiki kipenzi ninayempenda alipotenda duniani swaiba nilopenda makumoyo swaiba alipotenda duniani swaiba nilopenda makumoyo swaiba kwa maneno yake na busara zake alikuwa mtu wa watu huyo mtu haina mwanga mbele giza rafiki nilopenda amenitoka